subscribe, kulike, comment na kushare. Tumeonyesha punches mbalimbali za karate, tumeonyesha kicks mbalimbali za taekwondo na karate. Sasa nataka kuonyesha nafikiria kwenye kata. Hebu niambie kata nyinyi huwa mnatumia mnaita nini? Taiguku. Yeah. Sisi katika taekwondo tuko na taiguku 1 mpaka 8 katika wale ma beginner. 1 mpaka 8. Mpaka kuchukua black belt ya kwanza, first degree black belt. Left and 9 belt ya black belt. Yeah. But first dan mpaka 9th dan. Ndio sasa katika almost on the world. So sasa hivi tuko na mtu ambaye yuko na black belt, ni first dan. White mpaka first dan, taiguku 1 mpaka 8 lazima usifanye kitu katika nini kia utendani kufanya. Lazima ufanye kata, sio kwenye yani. Kila belt ziko na taiguku yake. Kila belt itakuwa na yellow iko na taiguku fulani, blue taiguku fulani, red taiguku fulani. Mpaka ifike black belt at least 1 mpaka 8 zote ziko kichwani. Basi kwanza black belt first dan mpaka 9 na black belt pia taiguku zingine za senior. Tunasema hizo beginner na hizo senior. Ndio ile taekwondo iko hiyo. Asijui kitu ya karate iko vipi? Karate kama nilivyosema kuna karate tofauti yani. Lakini karate ambayo tunatumia sisi ni Shotokan karate. Na nilikuwa nataka kumuuliza nikuulize hino katas ni muhimu kwenye mtihani, sio? Lazima. Katas na sparring ndio muhimu sana. mtihani. Katika mtihani tunafanya nazo ni basic. Ya pili ni katas. Ya tatu blocking na punch. Ya nne sparring. Ya hizo ikifaulu hizo ndio wapass. Alafu kitu gani kwenye grading game? Kitu gani ndio inasisitizwa zaidi? Ni kicks. Kicks, yeah. Kicks ndio zinaangaliwa zaidi. Lazima kicks na sparring. Watu wengi wakifelishwa wao wanafelishwa kwenye kicks. Yeah. Okay. Sisi muhimu zaidi na sparring pia, sio? Yeah, kicks na sparring muhimu. Sasa kwenye karate naweza kusema ubaya wetu ambao inshallah kuwe na mabadilisho ni kwamba sana wanasisitiza basics na kata. Sparring inaweza kushindwa lakini wakakupromote hivyo ambao mimi napinga kwa sababu mimi najua mtu akiwa black belt afa asishie awe yuko sawa yani kwenye sparring. Lakini hizi karate sisi tunasisitiza zaidi basics na kata. So kwa wale ambao hawajui kata maanisha nini? Kata ni forms ama ni forms ya techniques mbalimbali. Unaweza kupata techniques 10 ama techniques 20 ziko kwenye kata fulani. Ni kama dance. Unaona? Na hiyo kata umuhimu wake ni kwamba mwalimu akiangalia anajua huyu mtu level yake iko wapi, akiziona zile basic techniques zake kwenye kata. Na pia ye mwenyewe kwenye zile kata anajifundisha kuzichonga zaidi zile techniques za basic, sio? Kitu kingine ni kwamba mwe nafundisha ni awareness. Mtu akipigana isiwe tu ni one dimensional fighting. Kama boxing kwa mfano, hakuna katas kwenye boxing. So mara nyingi ni mtu akitrain boxing ni either mtu uko mbele yake anapigana naye, sio? But kwenye kata inakufundisha uweze kuwa aware, mtu atakuja direction yote kwa nini hata katika sisi taekwondo hiyo kata mfano kama kata number 1 na number 2 mfano watu wawili watapigana wewe uweze tunakufundisha ile speed hapo na wewe na nyuma tayari kwa turn speed. Yes, kwa hivyo kwenye kata si kama basic, kata inakufundisha uweze kupigana direction mbalimbali. Unaona? Kitu kingine ambacho ni muhimu kwenye kata kwa ujue ni kwamba kule Japan karate ilipingwa, kulikuwa na wakati fulani wale masamurai walikataza karate ifundishwe. So watu ikabidi hata pia China ile kung fu. So mara nyingi watu walikuwa wakifanya katas kama dancing. Ili hasa mtu akiona hajui kama wewe wafanya fighting. Yeye aone unafanya dancing yani, asijue. Kwa hiyo kwa sababu kule Majapani samurais walikuwa wanawapinga watu farmers wafanye karate ama wajue vita vyovyote. So mimi naweza kutolea mfano moja wa karate kata ambao ni kama dancing lakini kumbe ni fight. Lakini mtu akiona hajui kama ni fight. Unaona? Alafu kitu kingine ni kwamba techniques kwenye kata hazijitokezei, hauzitumii vile kama vile zilizojitokezea kwenye karate, kwenye kata. Unabadilisha kidogo. Unaona? So nitaka kuonyesha demonstration moja ya karate
ambayo ni kwenye hand kata, ambayo ni hand sandan, lakini nitakuonesha 3 steps pekee yake. Sawa, nitaonesha 3 steps ya kata fulani inaitwa hand sandan, alafu nikuoneshe tofauti ya vile ilivyojitokezea kwenye ile kata na vile unavyoitumia in a real fight. Ushaona? So wacha nionyeshe. So hilo ni only si kata nzima, ni only 3 steps ya hand sandan unaweza kutumia in a real fight. Hapa tosha, sio? So hiyo ni hand sandan, lakini umeiona kwenye kata ninafanya kama dance, si real fight. Real fight haijitokezei hivyo. So kwenye hiyo technique nimefanya 1, nikafanya 2, nikafanya 3. Ushaona? Na hizi techniques hauzitumii zote kwa mara moja. Ushaona? Kwa sababu hapa, njoo karibu kidogo. Kwa sababu hapa nimeanza hivi, sio? So hino in a real fight haitojitokezea hivyo. In a real fight inakuonesha kwamba goti unaweza kutumia kublock. Ushaona? Kama tuseme umekuja na middle upchuck, so ndio na upchuck. Kwa hivyo inakufundisha kublock. Ushaona? So in a real fight sitoitumia nikiwa hivi, wala sitoitumia ikiwa, ndio maana nikasema kwenye kata fighting attacks zimejificha. Ushaona? Hutozijua mpaka mtu azichambue. Ushaona? Kwa hivyo badala ya kufanya hivi in a real fight naweza kublock hapa. Ushaona? Alafu badala ya kufanya hivi na hivi nisitumie zote hizo, nikawa natumia tu 1 alafu nikaja na punch peke yake. Ushaona? Kwa hivyo hino nilipofanya hivi ilikuwa nakufundisha kama unaweza kutumia goti kublock. Ushaona? Pili, nilipofanya hivi hino ni kick, lakini imejificha, huwezi kujua. Kwa hivyo hino ni low kick. Ushaona? So low kick, labda mtu amekuwa karibu. Ushaona? Labda umekuja unataka kunishika. Ushaona? So unajaribu kunigrab. Naweza kukuwa taka. Naweza kanyaga. Ushaona? Ama waweza kuwa unakuja na jab, njoo na jab, lakini una step hiyo, una step mbele kidogo. So njoo na jab, naweza kuwa taka. Ushaona? Alafu nikataka. Kwa hivyo hiyo kata inakufundisha pia low kick. Kitu kingine nilipofanya hivi, hino ni block. Ni block mtu akiwa karibu yako. Ushaona? Njoo karibu kamera. So hino mtu akiwa yuko karibu yako. Ushaona? Ndio anaweza kublock na elbow. Lakini kata imejitokeza hivi. Sio? Lakini in a real fight tunaitumia hivi. Jaribu kurusha punch yote ya tumbo. Sawa, twende. Yes, good. So in a real fight twende, una block, unataka. Ushaona? Twende tena. Unataka. Ushaona? Alafu mwisho unamalizika na hilo. Sio? So umeona kwenye technique moja nimefanya hivi, lakini kuna techniques mbalimbali ambazo si lazima kutumika wakati mmoja. Zinaweza kutumika time yote. Ushaona? So hiyo ndio maana ya kata. Sawa. So kwenye karate taekwondo kuna kata gani ngapi? Almost uko na 1 mpaka 8 za beginner. Okay. Sema mtu beginner ambaye unatumia kwa 1 mpaka 8. Then after that tuchukua black belt first dan mpaka 9th dan. Ni 9 teguk. Okay. Kwa watu choreo. So hiyo 9 plus 9. So yeah, 9 plus 9. Kila belt iko na time yake. Ambayo ni sema ni kata. Kila belt unachukua second dan lazima uchukue, lazima ujue ni tabu ya pili. Unapofika 9th dan ambayo ni master, ni grand master. Ukifika 9th dan ni grand master. So uko kama kata 18. So yeah, ni 9 na 8 ni 17. Oh, 9 na 8. Yeah, 9 na 17. Sisi tuko na around 25 kwa kata. Kama si 25 ni 29. Around there. Na kila kata kuna kata zingine, kuna belt zingine inataka kata tatu. Ushaona? Belt sisi tuko na tuko na belts nyingi pia. Hatuna kama system yetu ya stripes ya degree ya kwanza, degree ya pili. Tuko na belts nyingi. Tuko na white, yellow, orange, green, purple, blue, brown. But kuna kata zingine ambazo ziko na belts kidogo. Yeah. So waweza kusema chochote baada ya kata zenu ya taekwondo? Vile msifanye hizo makata sisi tunasema ni kufundisha ni fight. Kupigana mtu yetu anakuja fight more than one people. Kama ni 2 or 3.
So I think sasa hii tume Yeah, hiyo ndio mambo ya kata. mambo ya kata. So tuweza kuja kwenye mambo ya sparring, kuonyesha tofauti ya karate na taekwondo. Kwenye sparring yetu hatuvai kitu kwanza. Unaona, hatuvai kama ni helmet ama body armor, hatuvai. So mara nyingi tunavaa gloves. Yes. Alafu kitu kingine mguu unaoja yategemea na rules. Kuna tournament zingine ziko na rules nyingi, kuna tournament zingine rules yake kidogo. Kuna tournament zingine unavaa zile za miguu. Unaona? But traditional karate huwa hauvai chochote. Na the reason kwa sababu ya nini hatuvai chochote, kwa sababu tukifanya sparring hatuendi full contact. Hatumpigi mtu mpaka kaumia. Tunafanya sana ni control. Kwa hivyo kwenye karate sparring naweza kama nikitaka kuspar na huyu nikifanya hivi hiyo already ni point moja, na hatushindilii mpaka mwisho. Tunapiga alafu tunaregea. Kama ni kizame tunapiga tunaregea. Kama ni cross tunapiga tunaregea. Kama ni kick tunapiga tuna control. Unaona, sikumpiga nime control. Sasa huyu bwana kama hakuweza kuiblock already hiyo ni point. Unaona, kama ni kick hakuweza kuiblock already hiyo ni point. Inazuiliwa. Unaona? But naona kwenye sparring ya martial arts nyingi zingine unampiga mtu mpaka anaisikilizia. Na mimi naona hiyo ni muhimu zaidi, kwa sababu inamprepare mtu ajue atoe uoga na pia awe na moyo wa kupigana. Mimi naona ukicontrol sana, mara nyingi huwa mtu anakuwa na uoga saa nyingine kupigana na mtu ambaye ni full contact. Unaona? Hasa mimi nilipoanza kutrain taekwondo, maana nilitrain taekwondo for 2 years. Nikaona niko na uoga zaidi kuliko wale watu ambao napigana nao. Mpaka after some time mimi nikaanza kuzoea. Unaona? So mimi naona control nyingi pia si nzuri. Yeah. So hiyo ndio sparring ya karate. Tofauti kubwa ni kwamba tuna control. Ni point na tuna control. So ya taekwondo tunavaa hizo mambo za ya kichwa na hizo za kifua ya watahogo. Ndio mpaka uvaa hizo sparring ka games. Asimu kwa umevaa red unafunga hiyo red. Lazima uwe na hizo za kichwa na ya hoga ya kifua. Ni ya kifua. Na zingine ziko wanafunga hapa ya mshingai. Ya miguu na mkono. Lakini sasa hapa na hakuna hiyo atipo hivi. Kwa sababu taekwondo wakirusha kick ni power, full power, au control kabisa. Sisi karate mara nyingi tukicontrol ni full power, ni traditional karate, but rarely hatufanyi full power, ni control. So sisi kama yetu kama ni kick karate control, but taekwondo ni full contact. Ndio maana tunavaa hizi. So katika rings lazima usimame hapo blue, pale sema Ching Hong. Blue na red kikoreano. Nasema hivyo, respect. Haro fight. Left to left. Toss hapo. Katika spine ni lazima toss. Hapo tukasema na hapo. Lazima unatoa sauti, sio? Yeah, lazima ukipiga. Hapo kick, round kick ndio tunasema ni 2 point. Sasa katika round kick tuko na 2 types of video. Ile mtu mguu mbele ndio slide kick out. Sivyo change hapo. Sasa ndio hapa na change. Sasa mimi naenda kupiga hapa. Ngo nyuma. Na ngo nyuma kick out. Lakini hapo kisaidia iko na void. Okay. Yeah, ya pili as a head. Iko ni falling kick. Ni 3 point. And falling kick up to charge up to. Ndio maana iko hii unajua, kwa sababu ya falling, sio? Okay. Sasa pia sasa tutoe bush kick. Kusoma mpaka mwisho. Okay. This pia 2 point. Yeah. Alafu sisi mara nyingi falling kick huwa iko tunaita otoshi mawashi geri. Yeah. Ino ile falling, sio? Otoshi mawashi geri, but kwenye sparring watu tutumii sana. Hatumii. Alafu kwenye basic pia imejifita sana, haiko kwenye hajitokezei sana kwenye basic. Sasa mfano kama hii asikirusha ground kick, ingine round kick. Ni dosha. Dole. Ya mbele Kwa nyuma tu. Block punch. Hii ni point moja. Ingia. Block punch.
punch yetu katika hiyo hapo kwa pekee yake. So block hiyo round kick yake, kick after step in punch. Ndio katika machine nasoma 1 point. Hiyo point. Na tutavaa gloves pia ziko na sensor. Gloves ziko na sensor, socks ziko na sensor, hii pia iko na sensor. Na hii pia iko na sensor. Okay. Zote hizo sasa hivi zamani nilikuwa natumia kama hizo. Lakini sasa hivi katika game yote hiyo ziko na sensor, gloves, socks. Yeah. Kila kigusa tu kidogo basi tayari machine nasoma ikiwa ni round 2 point. Back kick 3 point. Head 4 point. Hivyo nasoma. Naweza kusema kwenye karate sparring sana sisi tunatumia kama ni maigeri Gyakuzuki. Unaona? Tunatumia pia mamashi geri. Unaona? Lakini na spin kick si sana. Spin kick si sana. Yeah. And I think the tunafika mwisho. Yeah, nafikiri tushaeleza mambo mengi ya karate, tofauti ya karate na taekwondo kwenye punches history na pia kwenye spar. Alafu ulikuwa nakuambia kitu kimoja. Sana mimi nikiona watu wa taekwondo wakipigana wanaweka mkono chini. Sana. Haweki hivyo. Okay. Sasa wanaweka hapa. Wanaweka chini mwana. Sio? Hivyo. Sasa karate sana huwa mkono huwa uko juu. Guide, Mkono uko juu. Either umefunga ngumi zote mbili ama umefungua. Unaona, kwa sababu kwenye karate sparring tunatumia punches zaidi kuliko kicks. Na tunafanya blocking zaidi pia. Ndio mimi nasema sasa taekwondo mtu iko hivyo, lakini mtu beginner katika whole club kwa train. Haruhusiwi hivyo. Hii paka mtu ambaye senior. Senior kwa hivyo senior. Sasa tayari yuko speed. Katika hizo block hapo ikiwa kick ya sana mna block ama mna hepa. Mna hepa zaidi. Na hiyo pia tofauti nyingine. Sana sisi karatekas hatuna choice ya kuhepa. Unaona? Ndio maana mimi nikawa na train martial arts nyingine kwa sababu niwe na choice pia ya kuhepa. Although tuko nao side step. Tuko nao side step ya huku ya kwenda hivi pia. Ziko nyingi kama ukirusha upchuck, ziko ama rusha tena. Unaona kick. Ziko tunahepa lakini kuhepa kuhepa mwili. Unaona hivi ndio wako. Either uhepe mwili mzima ni uhepe au block. Ama block. Lakini kama mwingine ukikuhepa mwili mzima mwili pekee yake wa juu hakuna. Hakuna. Either web sides au block. Like sasa tu block tunahepa. Either kwa nyuma. Para kama round kick, rush kick. Honestly. Asa huko hapo. Rudi nyingine. Hepa ya siagi ikiwa chini na sasa nini tutumie mguu mbele kutafuta point hapo. Hizo sasa tufuata taekwondo. Alafu by the way taekwondo natumia mguu almost 70% kuliko mkono. Mkono ni 30%. I think ni karate tofauti. Ni kiume. Karate sana unatumia mkono. Kama 6% 70%. Unatumia naweza kusema 80% mkono. 80% mkono. Tunatumia mguu lakini kwa sababu kila ukiadvance mara nyingi huwa unashika ile mguu. Okay. Wajua tuko na blocking zingine za karate hebu jaribu kurusha. Round kick. Round kick. Kuna blocking nyingi za karate watu tunashika mguu. Unaona? Alafu rusha nyingine. Unaona? Sasa huwa mara nyingi ukipigana na watu ambao wako advance wanakushika mguu wako. Unaona? Ndio maana sasa sana watu wanarusha mkono. Lakini kuhepa side step zote tuko nazo. Na pia tuko na free movement on toes. Tuko nazo zote. The only kitu ambacho hatuna ambao uniambia kati ya kondo hakuna ni kwamba kama kuhepa mwili hakuna. Uhepe full step body au rim au block. Kwenye kuna kata fulani ya nyoda ambao tunaenda hivi. So hiyo inakufundisha pia unaweza kuhepa lakini kwenye kata pekee yake. Kwenye sparring sana watu tumii. So nafikiri hiyo ndio tofauti nyingi. Na kama nilivyosema karate hatuvai kwa sababu control. Tuna control zaidi. So sasa labda sasa tumefika mwisho. Sasa tuna advice wale masupporta wote. And subscribe, like and share this channel. Tuko na Hamid Lee na channel ya Jalal Khan bila. Zote tutaandika chini kila mtu ambaye atakufuata hizo channel yake taona katika hiyo video chini inshallah. Taona za Hamid Lee channels na Jalal Khan channel yake taona chini inshallah. Na pia mimi sasa ni mwalimu wa parkour. Tutaweka pia links za parkour, umuhimu wake na maana ya parkour.
mkiona ino video nenda kwenye description mtamuangalie pia. Pia tuko I think tuko na simu, namba ya simu pia tawasha chini. Namba Jalal, namba Hamid, zote tutapata chini inshallah. Kwa Jalal Khan Hamid Lee. Na hii jina Lee imepata ilikuwa napenda sana Bruce Lee. Nimepata kwa jina hili Lee. Na of course wengi martial arts wengi wamekuwa inspired na Bruce Lee wasemaje. Sababu ilikuwa ni best yani martial arts ya mimi binafsi ilikuwa ni Bruce Lee. Ni Bruce Lee. So inshallah jamaa, nafurahi kama mmeangalia video yote, nafurahi pia nafurahi kuonana na Hamid Lee na nimejua mambo zaidi kuhusu taekwondo, na inshallah labda tutafanya pia videos, more videos baadaye. Next video tutafanya inshallah video zingine ambazo ni maybe sparring au mambo mengine mambo taekwondo vs karate. Tunaweka taekwondo vs karate inshallah katika inshallah. Yalla inshallah, shukran jamaa, amani. Asalamu.